Nishukuru TAWA, wanahifadhi, lakini vile vile wizara yenyewe ya Maliasili na Utalii na Mheshimiwa Rais kwa jitihada zake kubwa ambazo anazifanya na kuhakikisha kwamba hii migogoro ya wafugaji ya wananchi na wanyama waharibifu na wakali inaweza kudhibitiwa. Sisi wote mashahidi kwamba serikali imekuwa ikifanya jitihada nyingi kudhibiti wanyama hawa ili wasiharibu mazao au kusababisha vifo vya wananchi. Serikali kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2022 Oktoba tulitoa fedha zaidi ya milioni 300 kwa ajili ya kifuta jasho, lakini kulikuwa na kelele za kifuta machozi, kwa maana wananchi ambao walipoteza maisha yao au wengine walipata majeraha kutokana na wanyama hawa wakali. Ni faraja kwamba Rais Samia amesikia kilio cha wananchi. Wananchi watambue kwamba serikali yao haiwabezi, haiwadharau, lakini inaonea huruma, na pale ambapo serikali inapopata uwezo itaendelea kudhibiti wanyama hawa, lakini kipekee wananchi waendelee kutoa ushirikiano kwa wanahifadhi hawa TAWA. Pale ambapo kutokezea wanyama wako wengi, basi watoe taarifa moja kwa moja kwa watu wa TAWA. Nditi ilikuwa ni kazi ngumu sana tukishaona ndovu kuondoka kwa wakati, lakini TAWA wametujengea jengo hili la kwanza. Wananchi wa Nditi tunashukuru. Mwanzoni tulikuwa hatujui faida ya ile jengo, wengi tuligombana sana. Jengo lile wangekwenda kujenga ngapo wanakotokea ndovu, mara wangejenga huko na Chingwea, lakini kwa sasa kuwepo kwa kituo Nditi kwa mwaka huu, ingawaje imani zetu hazijatulia, lakini mwanzo wa imani unaanza kuja, kwa sababu kwa mwaka huu wakulima wameanza kufanya kazi mashambani kwa utulivu kidogo, tofauti na miaka 4 iliyopita. Na wale ambao wamepanda kidogo mtama kidogo, mahindi kidogo, kwa kupitia Bwana Baraka, mkuu wa kituo hiki, mimi nimseme yeye na kundi lake ninampongeza, kwa sababu usiku na mchana anapambana kuhakikishia ongezeko la binadamu linapunguza ile nafasi ya wanyama, lakini pia hizi shughuli zinazofanywa na binadamu zinaharibu mazingira yao. Ndugu zangu, naomba niwaambieni, kuna sehemu unakwenda, mtu anaacha kuishi katika kijiji, anaingia ndani kabisa kule. Sisi serikali inatambua thamani ya kwako wewe kama mwananchi, lakini inatambua hii rasilimali. Haiwezi kuwaacha wananchi wapate changamoto wakati ipo, haiwezekani kabisa, na ndiyo maana inafanya kila jitihada kuhakikisha nyinyi mnaendelea kuwa salama. Elimu tunayowapa leo na ambayo tunaendelea kuwapa, tunaomba ndugu zetu, muendelee kuishi na kuifanyia kazi. Hizi ni jitihada zilizofanywa na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama pamoja na mali zao. Vituo hivi vyote vina askari wakiwa na silaha, wakiwa na mabomu baridi, kwa lengo la kudhibiti tembo wanapoingia kwenye makazi ya wananchi. Hizo ni baadhi ya jitihada ambazo zimefanyika na mamlaka. Vile vile tunatoa elimu kwa wananchi katika haya maeneo yote yenye changamoto za wanyamapori wakati na uharibifu. Tunatoa elimu ya kujikinga na tembo, tunatoa elimu ya namna wananchi wanaweza kujiepusha na wanyamapori wakati na uharibifu. Tunatoa elimu kwa sababu kwanza pengine wananchi hawaelewi kwa nini tembo wameongezeka kwenye makazi yao. Tembo wamekuja kwenye makazi ya wananchi kwa sababu mbalimbali. Moja, kwanza ni kwa sababu ya ongezeko la wananchi. Ongezeko la watu duniani limekuwa ni kubwa, lililopelekea wananchi wengi